Yoeli 2:28 neno la Mungu linasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataona ndoto, na vijana wenu wataona maono. Amina. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupa wazo na mzigo wa kufanya ibada ya maombi kitaifa USCF. Asante kwa Roho Mtakatifu ambaye anaendelea kutuunganisha katika maombi na kutuamsha kiroho. Tunaomba uendelee kutumiminia Roho wako juu ya wanafunzi wote na kufanya kizazi hiki kisimame kwa ajili yako. Tunatangaza kuwa maombi haya yatakuwa mwanzo wa revival, umoja na nguvu mpya kwa wanafunzi wote nchini, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kuweka wakfu siku ya maombi ya kitaifa. Tunaiweka wakfu siku ya Ijumaa ya kila mwisho wa mwezi kuwa siku maalum ya maombi ya kitaifa ndani ya USCF kwa matawi yote. Tuombe. Bwana Mungu mwenye enzi, leo tunaiweka wakfu mbele zako siku ya Ijumaa ya kila mwisho wa mwezi kuwa siku maalum ya maombi ya kitaifa ndani ya USCF katika matawi yote nchini. Tunakuomba uwepo wako ushuke katika siku hizi za maombi, ukalete mwamko wa kiroho, toba, uponyaji na ushindi kwa wanafunzi wote. Sikiliza maombi yatakayofanyika siku hizi na ujibu kwa rehema zako. Tunaikabidhi ratiba hii mikononi mwako ili iwe kwa utukufu wa jina lako milele, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kuliombea taifa la Tanzania na viongozi wote. Tuombe amani, umoja, maendeleo na hofu ya Mungu katika taifa letu la Tanzania pamoja na viongozi wake wote. Vifungu vya Biblia. Kwanza Timotheo mlango wa 2 mstari wa 1 hadi ule wa 2. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu. Na mlango wa 33 mstari wa 12. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliowachagua kuwa urithi wake. Kifungu cha 3, Warumi 13 mstari wa 1. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Maombi. Mungu watu, tunaliweka taifa la Tanzania mikononi mwako. Tunakuomba ulijalie amani, umoja na maendeleo. Wape viongozi wetu hekima, busara na moyo wa haki katika kuongoza taifa hili. Linda mipaka yetu na uwajalie wananchi wote kuishi kwa upendo na mshikamano katika jina la Yesu Kristo. Amin. Ombi la 5. Kuombea CCT na mipango yake yote. Tuombee CCT Injili na kuibariki katika mipango yake yote. Vifungu vya Biblia. Kwanza Zaburi 127 mstari wa 1. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kifungu cha 2 Mathayo 16 mstari wa 18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu
nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Uendelee kuiongoza, kuilinda na kuipa mafanikio katika mipango yake yote. Leta umoja kati ya makanisa na viongozi wake, ili kazi yako iendelee kufanyika kwa ushindi, katika jina la Yesu Kristo, amen. 6. Kuombea CCT USCF Taifa, kamati kuu na mipango yao. Tuombee viongozi wa USCF Taifa pamoja na kamati kuu wapate hekima na mafanikio katika huduma. Vifungu vya Biblia: Yoshua 1:9. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Kifungu kingine ni Wakolosai 3:23. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Bwana Mungu, tunaweka mbele zako viongozi wa CCT USCF Taifa pamoja na kamati kuu. Wape hekima, maarifa na nguvu katika kuwatumikia vijana wako. Bariki mipango yao yote na ifanikishe kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ombi la 7. Kuombea viongozi wa CCT USCF kanda, mkoa na matawi. Tunaombea viongozi waongoze katika huduma. Vifungu vya Biblia: Isaya 41:10. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yako. Waebrania 13:7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuwachunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Maombi. Bwana, tunaombea viongozi wote wa CCT USCF katika kanda, mikoa na matawi. Tunaombea wachungaji walezi na waadhiri walezi pamoja na huduma zao zote. Wape afya njema, hekima na uvumilivu katika kazi yako. Bariki mipango yao yote na uwape mafanikio katika huduma zao, katika jina la Yesu Kristo, amen. Yesu asifiwe. Ombi la 8. Kuombea taasisi zote za vyuo vya kati na vyuo vikuu Tanzania. Tuombee taasisi zote za elimu ya juu nchini Tanzania pamoja na ushirika wa wanafunzi wa Kikristo uliopo vyuoni. Vifungu vya Biblia ambavyo tutaambatana navyo. Kifungu cha kwanza ni Mathayo mtakatifu ile sura ya 5 mstari wa 14 hata ule wa 16. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo vyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Zaburi ile ya 5 mstari wa 12. Zaburi ya 5 mstari wa 12. Imeandikwa, kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana utamzungushia radhi kama ngao. Kifungu cha 3 na cha mwisho, Wafilipi 4 mstari wa 13. Wafilipi 4 mstari wa 13. Imeandikwa, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Tuombe. Bwana Mungu mwenye nguvu, tunaviweka mbele zako vyuo vya kati na vyuo vikuu vyote vya Tanzania. Tunakuomba uwape wanafunzi hekima na hofu yako. Tunauombea ushirika wa wanafunzi wa Kristo vyuoni uendelee kukua katika imani na upendo na umoja. Baba, tunaomba utoe kibali
kwa ushirika wetu mbele ya viongozi wa vyuo na jamii nzima. Linda uhuru wa kuabudu na usalama wa dini vyuoni, ili injili yako iendelee kuhubiriwa bila kizuizi. Wainue vijana kwa nuru katika maeneo yao ya masomo, katika jina la Yesu Kristo, amen.